Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Namshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi siku ya leo kuweza kujifunza kupitia neno lake na ujumbe wenye kichwa ambacho kinasema, je, ni mapenzi ya Mungu kuumwa? Au je, Mungu anasababisha magonjwa? Ushaisikia mtu amepatwa na jambo anasema ni mapenzi ya Mungu. Na mtu anasema nimepatwa na jambo fulani, basi haya ni mapenzi ya Mungu. Swali dogo tu, je, Mungu anasababisha magonjwa? Mungu anasababisha hivyo vitu? Kuna watu ambao wanakuwa pengine hata wamekufa, wanasema ni kazi ya Mungu, mapenzi ya Mungu amekufa. Je, Mungu ni mapenzi yake mtu kuumwa? Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na ule mstari wa 15, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15, Biblia inazungumza hivi. Biblia inasema hivi: lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo, ndipo zitakapokujilia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini. Anazungumza vitu vingi sana hapo, lakini chini kuna pointi 28-22 anasema Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Sasa watu wanajaribu kukombea kwamba Biblia inaposema Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, kwamba Bwana yeye ndo ambaye analeta, ni mapenzi ya Mungu kufanya hivyo vitu. Lakini ukisoma vizuri kiasili, maandiko haya ya Kiebrania yameandikwa kwa maana ya kwamba kitu kimeruhusiwa. Ndio maana hili neno Bwana atakupiga ni nakaa, ni Hebrew inaitwa nakaa, maana yake ni kuruhusu, kitu ambacho kimepewa permission. Kwa katika maneno ya Kiingereza hakuna kitenzi cha namna hiyo ambacho kinaweza kikaonesha hivyo. Yenyewe imeeleza moja kwa moja kwamba Mungu ndio msababishi. So wanaposema Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, maana yake ataruhusu. Unajua kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayetenda na anayeruhusu jambo. Kwa hiyo yeye Mungu anaruhusu. Mungu anaweza karuhusu upatwe na kitu, lakini yeye sio msababishi wa hivyo vitu. Kwa hiyo Mungu, sio mapenzi ya Mungu mtu kuumwa, wala sio mapenzi ya Mungu mtu fulani kupata shida. Mungu hafurahi. Atakuwa ni baba mbaya. Yaani hauwezi ukawa ni baba ambaye unashika mkono wa mtoto wako unapeleka kwenye moto, unasema namfundisha mtoto wangu. Na mtu ambaye anasema nikipita kwenye majaribu Mungu anatufundisha. Ni sawa na unachukua mkono wa mtoto wako unaweka kwenye moto, unasema nakuza imani ya mtoto wangu. Sio kweli. Kwa hiyo Mungu sio sababu ya magonjwa kwetu. Si mapenzi ya Mungu sisi tuugue. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Uponyaji na afya njema ni mapenzi ya Mungu. Kuwa na afya njema, kuwa na uponyaji, hayo ndio mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu sisi tuugue, na Mungu hakukusudia, na sio makusudi ya Mungu sisi tuweze kupata shida. Ndio maana ukisoma kitabu cha Luka 13 na ule mstari wa 12, kitabu cha Luka 13 na ule 13-12, Biblia inazungumza hivi: kwa maana yoyote mwenye kitu, Luka 13:12, Luka 13:12, Biblia inazungumza hivi: Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Alafu hapo juu anazungumza hivi, tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo na udhaifu wa muda wa miaka 18, na amepindana, hawezi kujinyosha. Yesu akamwambia hivyo kwamba, mama, umepona katika udhaifu wako. 16 anazungumza na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18. Hii haikupasa afunguliwe kifungo hicho siku ya Sabato? Yesu anaeleza kwamba ambaye alimfunga ni shetani, sio Mungu. Kwa Mungu yeye halitaji matatizo kwa watu, wala Mungu sio chanzo cha magonjwa kwetu. Ndio maana mtu akiwa na ugonjwa usiseme ni mapenzi ya Mungu. Mungu sio kusudi la Mungu sisi tuugue, na wala hakimfurahishi Mungu kwamba sisi tunaugua. Kuugua kwetu sisi sio furaha kwa Mungu. Kwa hiyo hayo sio mapenzi ya Mungu, na uponyaji nimezungumza na afya njema ni mapenzi ya Mungu kwetu wanadamu. Mungu akiona tuna afya njema anafurahi. Na ndio maana pia hiyo Mathayo sura ya 8 na ule mstari wa 17, Mathayo 8:17 anazungumza hivi: ili timie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. So kama yeye alichukua udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu,
hawezi tena kawa kisababishi cha hayo magonjwa ambayo yeye mwenyewe aliyachukua. Kwa yeye sio kisababishi cha magonjwa kwetu, wala sio mapenzi ya Mungu sisi tuweze kuugua. Mapenzi ya Mungu ni sisi tuweze kuwa na afya njema kwenye maisha yetu. Amen.